Ikitangaza moja kwa moja kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM, tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Kilimo cha mazao ya biashara katika wilaya Kakonko mkoani Kigoma kimechangia kuiondoa wilaya hiyo katika takwimu za wilaya maskini kitaifa. Baadhi ya wafugaji wilayani Ngara mkoani Kagera wamewaomba wataalamu wa mifugo kuwatembelea mara kwa mara ili kusaidia kutatua changamoto zinazoikabili mifugo yao. Na katibu mkuu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC amesema jumuiya hiyo inapaswa kutathmini tena uhusiano wake wa kibiashara ili kutumia vizuri fursa zilizopo. Habari kamili. Kakonko. Mbunge wa jimbo la Kakonko mkoani Kigoma Alois Kamamba amesema kilimo cha mazao ya alizeti, chikichi, migomba pamoja na parachichi katika wilaya hiyo kimechangia kuiondoa wilaya Kakonko katika takwimu za wilaya maskini kitaifa. Kamamba ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wakazi wa kata ya Katanga na Gwanumpu wilayani humo juu ya umuhimu wa kuendeleza kilimo cha mazao ya biashara. Amesema awali wilaya Kakonko ilikuwa ikitajwa kuwa ya mwisho kiuchumi Tanzania, lakini baada ya serikali kuweka mkakati wa kulima mazao ya biashara, wilaya hiyo imesonga mbele kiuchumi. Kazi yangu sasa ni kuhamasisha alizeti kwa ukubwa, kuhamasisha parachichi kwa ukubwa, kuhamasisha migomba kwa ukubwa, kuhamasisha chikichi kwa ukubwa, ili nihangaikie bei wilaya tusonge mbele. Kwa mpaka muda huu wilaya yetu afisa mipango hayupo. Wakati ule sisi ndio tulikuwa wa pili kwenye umaskini. Ya mwisho kabisa sisi, nyuma yetu Biharamulo. Ila niwaambie kwamba sasa hivi Kakonko sio masikini tena miongoni mwa wilaya. Baadhi ya wakazi wa kata ya Gwanumpu, Adivela Kaboboye, Juma Kachila na Petro Ngeliminwa wamepongeza hatua ya viongozi wa wilaya hiyo kuona umuhimu wa kuanzisha kilimo cha mazao ya biashara ambayo yamesaidia kukuza uchumi wa wilaya ya Kakonko. Ngara. Baadhi ya wafugaji wilayani Ngara mkoani Kagera wamewaomba wataalamu wa mifugo kufika kwenye maeneo yao mara kwa mara ili kusaidia kutatua changamoto zinazokabili mifugo yao. Ombi hilo wamelitoa jana wakati wa mkutano wa wafugaji uliofanyika kwenye ukumbi wa askofu wa jimbo Katoliki la Rurenge Ngara uliopo wilayani humo. Wamesema baadhi ya wataalamu wa mifugo hawawatembelei kwenye maeneo yao na kwamba wafugaji wenyewe hugeuka kuwa watabibu wa mifugo ambapo ni kinyume na utaratibu. Mimi ni mfugaji wa kata ya Kasuru. Bado hajatufikia. Sisi wenyewe tunajitibia. Hii tukaribie tusaidie na wenyewe kwa sababu ndo wasomi. Mimi naitwa Elias Dunia Katabazi, natokea kata ya Kisasa. Kwa kweli mimi kwanza hilo swala la wataalamu sijui kwa kweli. Mtaalamu ukija kumuita anakuambia hana mafuta au anakupa majibu ambayo kwa kweli mimi nashindwa kujua ni nini, kwa sababu ukimwambia bwana naomba uje nisaidie anakuambia nitakuja lakini humuoni. Naye mkuu wa idara ya kilimo na mifugo katika halmashauri hiyo Bwana Josephati Sengatati amesema changamoto hiyo ilitokana na uchache wa wataalamu katika idara hiyo na kusababisha ugumu kufika kwa kila eneo. Kuza nyuma 2023 kurudi nyuma tulikuwa na upungufu wa wataalamu hasa upande wa mifugo, lakini mwaka 2024-25 tumepokea maafisa mifugo ajira mpya 10. Kwa hiyo zile kata ambazo zilikuwa na upungufu sasa hivi kila kata ina afisa mifugo. Ninachowasihi wao hasa wanapokuwa kule wao wanatembelea wafugaji mara kwa mara kwa sababu ndio kazi yao. Bukoba. Maafisa ustawi wa jamii katika halmashauri za mkoa wa Kagera wametakiwa kushirikiana na taasisi na mashirika yanayowasaidia watoto wenye mahitaji maalum. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Misenyi Kanali mstaafu Mayamba Maiga kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kagera wakati chama cha wasioona TECRA
kilipokuwa kikitoa msaada kwa watoto wenye mahitaji maalum kwenye viwanja vya Gymkhana manispaa ya Bukoba. Maige amesema kuwajali watoto wenye mahitaji maalum ni kuenzi utu wa kundi hilo, ambapo hiyo ni njia ya kuonesha nia ya kuwathamini. Niendelee kuwakumbusha shirika la TECRA Kagera kuendelea kushirikiana na serikali katika kubaini na kutatua changamoto za watoto hawa wenye ulemavu. Niwaagize maafisa ustawi wa jamii katika halmashauri zote za mkoa wa Kagera kuendelea kutoa ushirikiano kwa mashirika kama hili la TECRA Kagera kuhakikisha tunapunguza changamoto za watoto hawa wenye ulemavu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuwajali kwa kuwahudumia watoto wenye ulemavu kwa kutenga shule maalum kila halmashauri na kuweka miundombinu rafiki kwa watoto hawa ili waweze kupata haki yao ya msingi ya elimu. Baadhi ya wadau wakiwemo Bi Jacqueline Fabian na Analesi Leonard wamesema watoto wenye mahitaji ni muhimu kuwasaidia ili kuonesha upendo, na kwamba baadhi ya vifaa vilivyotolewa ni pamoja na vitimwendo, vifaa vya shule, sabuni pamoja na mavazi. Biharamulo. Mtandao wa vijana Taifa Letu Kesho Yetu, yani TMK Movement, wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera, unatarajia kuwakutanisha vijana, wanawake na makundi maalum ili kujadili namna ya kujikwamua kiumaskini. Mkuu wa idara ya elimu na mafunzo wa TK Movement wilaya ya Biharamulo Bwana Jordanus Ndwiga ameeleza hayo wakati wa kikao cha vijana kilicholenga kutambua fursa zinazowazunguka. Bwana Ndwiga amesema katika kongamano la vijana zaidi ya 500 wa TK Movement kutoka kata 17 za wilaya ya Biharamulo litakalofanyika hivi karibuni, vijana watajifunza mambo mbalimbali ikiwemo uzalendo, utaifa na kujitolea. TK Movement chimbuko lake ni kutaka kuwaleta vijana pamoja, lakini pamoja na wanawake, ili kuzifikia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana zinazoweza kuwakomboa, lakini pia na kufanya ukombozi wa fikra kwa vijana pamoja na wanawake. Kuna uanzishwaji wa kongani kila wilaya kupitia uanzishwaji wa karakana ambazo hizo karakana vijana wataunganishwa, wale wenye ujuzi na wasio na ujuzi, na kupitia hapo sasa vijana watapata mikopo kwa ajili ya kuendesha hizo shughuli za karakana. Afisa mikopo idara ya maendeleo ya jamii wilaya ya Biharamulo Bwana Dara Sila amesema changamoto ya baadhi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wanashindwa kuungana na kwa ajili ya kuomba mikopo, jambo ambalo linakwamisha vijana kufikia malengo yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Nairobi. Maafisa wa afya nchini Nairobi wamethibitisha kuwa kulikuwa na maambukizi ya watu 25 wa homa ya chikungunya katika kaunti ya Mombasa baada ya kubaini kati ya sampuli 45 zilizochunguzwa na taasisi ya utafiti wa matibabu ya Kenya KEMRI. Mnamo Juni 4 mwaka huu, kaunti ya Mombasa ilitangaza kuwa inakabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa chikungunya, na maeneo yaliyoathirika zaidi ni Mvita, Nyali, Likoni na Kisauni. Meneja wa kitengo cha operesheni za dharura wa afya ya umma serikali ya kaunti ya Mombasa, Fatuma Ali, amesema dalili za ugonjwa huo ni pamoja na harara, kujikuna pamoja na maumivu makali. Hata hivyo, ametahadharisha kuwa magonjwa kama vile ya homa ya denge na malaria yana dalili zinazofanana na chikungunya, lakini akasema kuwa chikungunya huwa na maumivu makali zaidi pamoja na harara. Ameshauri wagonjwa wenye dalili zilizotajwa hapo juu kutumia dawa za kupunguza maumivu na kisha kutembelea kituo cha afya kilichopo karibu nao ili kufanyiwa uchunguzi zaidi na kupata matibabu haraka. Harare. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC Elias Magosi amesema jumuiya hiyo inapaswa kutathmini tena uhusiano wake wa kibiashara ili kutumia vizuri fursa zilizopo, wakati Marekani ikiongeza ushuru wa biashara na kujitoa katika uungaji mkono wa maendeleo. Bwana Magosi amesema hayo katika mkutano wa 34
wa kamati ya mawaziri wa biashara na mkutano wa 24 wa kikosi kazi kuhusu maingiliano ya kiuchumi ya kikanda uliofanyika mjini Harare nchini Zimbabwe. Amesema mabadiliko ya mandhari ya ushuru kimataifa yamebadili muundo wa biashara na kuifanya kanda hiyo kuchukua hatua za majibu za kivitendo na kimkakati. Amesema nchi nyingi wanachama wa SADC zilizowahi kunufaika na mpango wa ukuzaji fursa za kiuchumi Afrika AGOA ziko hatarini kuathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na ongezeko la ushuru wa 10%, ambapo Marekani inafikiria kuweka katika bidhaa zote zinazoingizwa kutoka nje. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Kilimo cha mazao ya biashara katika wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma kumechangia kuiondoa wilaya hiyo katika takwimu za wilaya maskini kitaifa. Baadhi ya wafugaji wilayani Ngara mkoani Kagera wamewaomba wataalamu wa mifugo kuwatembelea mara kwa mara ili kusaidia kutatua changamoto zinazoikabili mifugo yao. Na katibu mkuu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC amesema jumuiya hiyo inapaswa kutathmini tena uhusiano wake wa kibiashara ili kutumia vizuri fursa zilizopo. Waza Wazua. Msikilizaji, usisikilize hisia zako kwenye maamuzi ambayo yanahitaji akili. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.